Bwana Yesu asifiwe. Moja ya faida kubwa ya maombi, inasaidia kukubadilisha wewe na kubadilisha vitu ambavyo vinakuzunguka pia. Na ndio maana unapaswa kuwa ni mtu wa maombi, kuomba kwa Mungu wako ili uweze kubadilisha baadhi ya vitu kwenye maisha yako. Ndio maana kuna wakati Yakobo anazungumza kwamba hampati ni kwa sababu hamuombi, lakini pia nawaambia hampati ni kwa sababu mnaomba vibaya. Kwa kuna watu hawapati majibu ya maombi yao kwa Mungu ni kwa sababu hawaombi, lakini kuna watu hawapati majibu kwa Mungu ni kwa sababu wanaomba vibaya. Sasa ukisoma kitabu cha Mathayo 17 mstari wa kwanza, anazungumza kwamba na baada ya siku 6 Yesu akatwaa Petro na Yakobo na Yohana nduguye, akawaleta juu ya mlima mrefu faraghani, akageuka sura yake mbele yao, uso wake ukang'aa na mavazi yake yakawa meupe. Alipokuwa akiomba, Biblia inasema akageuka sura yake mbele ya wanafunzi wake. Kwa Yesu alikuwa akiomba, na katikati ya kuomba kwake akageuka sura yake. Kwa maombi anaweza akageuza hata tabia ya mtu. Maombi anaweza akageuza hata kitu ambacho mtu alikuwa anakitaka. Kama Yesu kupitia kuomba hata sura yake ikabadilika, ikageuka. Kutegemea kwamba unapojisogeza mbele za Mungu kwa njia ya maombi, elewa kuna mabadiliko ya vitu vingi lazima vitokee. Na nishawahi kuambia kipindi cha nyuma ya kwamba unapoomba ni kama mbegu, ni mbegu ambayo unapanda, na hakuna mbegu ambayo haiwezi kuota. Kwa hiyo ile mbegu ambayo unaipanda katikati ya maombi, kuna wakati ambao yataota. Kila neno unalolitoa katikati ya maombi lina nafasi kubwa sana katika Mungu kufanya na kubadilisha hatima kubwa kwenye maisha yako. Usiache kuomba, mtu wa Mungu. Shalom.